jina lako. Tutaishi kushukuru siku zote Bwana, haijalishi Bwana, kwa maana umesema katika Waefeso 5:20 ukasema kwamba tufurahie, tushukuru Mungu katika kila jambo. Haijalishi, hata katika machozi tutakushukuru tu, katika kilio tutakushukuru tu, hata katika furaha tutakushukuru tu, kama unavyosema katika 1 Corinthians 10:30 unasema ya kwamba kila chochote ambacho tunafanya tufanye katika utukufu wako. Bwana, tumekusanyika mahali hapa kusifu jina lako. Haijalishi mambo ambayo adui anasema katika maisha yetu, haijalishi ya kwamba silaha yote ambayo inatengenezwa, unajua ya kwamba umesema katika Isaiah 54:17 umesema kwamba no weapon fashion, hakuna silaha Bwana ambayo imeandaa katika watu wako ambayo itafaulu. Hawa ni watu wako ambao uliwaita kwa majina yako, uliwaita Bwana kwa utukufu wako, uliwaita kwa maana umesema katika Luke 12:32 umesema kwamba fear not little flocks, kwa maana umeshatupa urithi, umetupa ufalme Bwana kupitia kwa Yesu Kristo. Wewe ndio mchungaji mwema katika maisha yetu, wewe ndio mchungaji mwema Bwana. Chunga maisha yetu unapotembea Bwana, wewe ndio taa miguuni mwetu Bwana, wewe ndio unatumulikia popote ambapo tunatembea Bwana. Wacha uinuliwe Bwana, wacha utukuzwe kwa wema wako. Hakika Bwana tutafurahia, tutazidi kutembea katika patakatifu pako. Haijalishi mambo yote ambayo yanaonekana, sisi hatutazami kwa yale ambayo yanaonekana, bali tunatazama yale hayaonekani. Kama uliweza kumfungua Gehazi macho, fungua watu wako mioyo, fungua watu wako macho. Tunapoenda kupata neno lako Bwana, wacha ukafungue mioyo yetu, wacha ukafungue macho yetu ya kiroho Bwana, tukaone jinsi unavyotaka, tukatembee katika patakatifu pako Bwana. Chochote ambacho ni chetu Bwana kitakuwa chetu. Wewe unayesema kwamba utatupa ufalme, wewe umetupa, utasema kwamba utatupa utajiri ambao umefichika Bwana, utatupa Bwana katika utukufu wako, utatupa katika utukufu wako Bwana. Tunakuinua asubuhi ya leo Bwana, ninaweka ibada ya leo mikononi mwako, ninaweka watumishi wako mkononi mwako Bwana. Chochote ambacho kitatendeka mahali hapa, wacha tukakue na amani yako, wacha tukakue na ushuhuda. Kuna yule ambaye anahitaji ushuhuda, wacha ukampe Bwana ushuhuda. Ulimpa Sara, ukampa Sara furaha, ambaye akasema ya kwamba yeyote ambaye ataona hii atafurahia Bwana. Yeyote ambaye ataona ushuhuda ambao umenipa atafurahia Bwana. Yeyote ambaye ataona chochote ambacho umenitendea, kwa hakika atasema kweli kuna Mungu ambaye anamtafuta. Kama ule Danieli alimtafuta Mungu kila siku, alikuwa naomba. Hata watesi wake walipomweka katika tunuri walipomweka katika shimo la simba Bwana, uliweza kufunga vinywa simba, hawakuweza kumdhuru Bwana. Wewe ni mwaminifu Bwana, wewe ni mwaminifu Bwana. Nimeona mkono wako Bwana, nimeona wema wako Bwana, nimeona ukiinua watu Bwana, nimeona ukiniponya Bwana, nimeona ukinitendea. Kwa hakika Bwana, kama sio wewe kuwa upande wetu, kama sio wewe kutembea na maisha yetu, kama sio wewe kutembea na kanisa letu Bwana, tungefika mbali Bwana. Tumetoka mbali na tunaenda mbali katika jina la Yesu. Tumetoka mbali na tunaenda mbali katika jina lako Yesu Kristo. Uinuliwe Yesu, utukuzwe Yesu, kwa maana unaweza. Hakuna mwingine ambaye tunaabudu leo bali ni wewe. Hakuna yeyote ambaye anajua mambo ambayo yako moyoni mwetu bali ni wewe Bwana. Vile tunavyofikiria ndio unawaza Bwana. Tawala mawazo yetu, tawala kila hali ambayo tunapitia Bwana. Chochote tunashukuru ya kwamba hatupitii peke yetu bali tuko na wewe. Yeyote ambaye anabeba Yesu Kristo amebeba vitu vyote. Yeyote ambaye anatembea na Yesu Kristo amebeba ushuhuda Bwana. Yeyote ambaye ako na mwana ako na ushuhuda. Tuko na wewe Bwana, tuko na ushuhuda kwa maana unatenda. Tenda Bwana ulioyatenda Bwana, tenda sasa. Popote ambapo ulitembea Jehova, ulitenda. Popote ulipotembea ulitenda maajabu, kwa maana wewe ni mwaminifu. Kwa maana Paulo akaambia Timotheo ya kwamba akumbuke Yesu Kristo, mzao wa Daudi, ambaye alikufa na kufufuka, ambaye alienda kila mahali akitenda mema, alienda kila mahali akitenda mema. Pita unapozuru makanisa Bwana, usipite powerhouse, usipite ule ndugu, usipite ule dada, usipite ule mama, usipite ule mzee. Bwana amekuomba Bwana, anasema kwamba uzidi kutembea na yeye Bwana. Hii siku njema wewe ndio umetenda Bwana. Tutaishi kusimulia matendo yako, tutaishi kusimulia matendo yako Baba. Hatutakufa mbali, tutaishi kusimulia matendo yako mema katika mji ambao wako hai Bwana. Hakika Bwana umesema kwamba utatulinda hata tukiwa na nywele nyeupe Bwana, utazidi kutulinda Bwana. Ukasema tukuabudu wewe na wewe utatupa maji na mkate wa kila siku. Ukasema kwamba tusizunguke tutakula nini wala tutakunywa nini, kwa maana hata ndege hawapandi wala hawalimi, na sisi utatupa Bwana. Sisi ni zaidi ya ndege, sisi ni zaidi ya ndege Bwana. Asubuhi ya leo tunakuinua jina lako Bwana. Asubuhi ya leo tunasema ukatende kusudi lako
katika maisha yetu. Asubuhi ya leo tunasema ya kwamba wacha ukatuweke viwango vingine, wacha ukatuweke viwango vingine kwa utukufu wako. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe wa Israeli, uliowaokoa na Israeli. Wewe uliyesimamisha jua wakati wa Joshua, simamisha mipango yote ambayo inaenda kinyume na watu wako. Uliweza kusimamisha jua wakati wa Joshua, simamisha mambo ambayo yanaenda kinyume na yule ndugu, simamisha mambo ambayo yanaenda kinyume na yule mama, kwa utukufu wa jina lako, kwa utukufu wa jina lako. Daudi akasema alikuwa kijana na sasa ni mzee, hakuiona mwenye haki ambaye ameachwa. Bwana, hatutaachwa wale ambao tunakutegemea, wale ambao wanakukimbilia Bwana, watu kuachwa Bwana, wote ambao wanakutegemea Bwana hawakuachwa Bwana. Wanafunzi wako walikutegemea, hata ijapokuwa walipitia mambo ya walipigwa, lakini walifocus kwako, wakajua wewe ni zaidi, wakajua wewe ni zaidi. Wewe ni zaidi ya manukato Bwana, wewe ni zaidi kama manukato. Asubuhi ya leo Bwana, wewe umetupa nguvu, unayetupa nguvu, kwa maana unasema kwamba we can do everything through you Christ, we can do everything through you Christ who strengthen us, we can cast out demons through you Christ. Oh God, we can command the earth to favor us, we can command this day to favor us through the blood of Jesus. Chochote ambacho kinafanya kinyume nasi Bwana, asante, asante Bwana kwa maana umetenda, asante Bwana kwa maana unatenda, asante Bwana kwa maana wewe ni mwema, asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema, mwema ni siku zote. Tunakuinua Yesu, tunakutukuza kwa maana wewe ni mwema wako. Hakuna Mungu kama wewe unayetenda mema kwa wote ambao wanakutegemea Yesu. Asante Jehova Jireh, kwa maana wewe ni mweza yote, kwa maana uliwaambia wana Israeli ya kwamba ni mara ngapi nimejaribu kuwaweka katika mabawa yangu mmekataa. Bwana, tumekuja katika mwavuli wako, tumekuja katika mwavuli wako, tumekuwa jiwe la pembeni, jiwe ambalo lilidharauliwa, jiwe ambalo lilidharauliwa ndio lile jiwe kuu. Wewe ni Yesu Kristo, tembea nasi, tembea nasi katika maisha yetu, tembea nasi katika hii safari. Hii safari hatuwezi bila wewe, hii ndoa tutaweza bila wewe, hii kulea watoto tutaweza bila wewe, hii huduma tutaweza bila wewe Bwana. Yote ambaye anatembea na wewe hawezi potea, yote ambaye anakutegemea Yesu ni kama mlima Sayuni ambaye haiwezi kutingizika. Asubuhi ya leo Bwana, tunaanza na wewe, tutamaliza na wewe katika utukufu wako. Wewe ndio mwanzo tena wewe ni mwisho, you are Alpha. Hakuna mwaminifu kama wewe Yesu, wewe ni mwaminifu siku zote Bwana. Asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako, kwa maana unatenda. Wewe unayejibu maombi, wewe unayejibu maombi. Vitu vyema Bwana viko mikononi mwako, wewe vitu vyema viko mikononi mwako. Wewe ndio umeshika maisha yetu Bwana, endelea kushika maisha yetu Bwana, endelea kuinua, kwa maana wewe ni Mungu. Hakuna kama wewe Yesu, wewe ni mweza wa yote. Asante Yesu, asante kwa uaminifu wako, asante kwa afya Bwana, tunaweza tembea. Asante Bwana, tunajua kuna wengi wanatamani kuongea hawawezi. Sisi umetuwezesha kufika mahali hapa, umetupea miguu, tumetembea mpaka mahali hapa kukupa tu sifa Bwana. Tunashuka chini, tunanyenyekea mbele zako, tunanyenyekea mbele zako ukisema wewe unaweza. Asante Mungu usiyeshindwa, asante Mungu ambaye ni mwaminifu. Kwa hakika, kwa hakika wewe ni Mungu. Tumeona mkono wako, tumeona ukitenda, tumeona ukitenda katika maisha yetu. Zidi kuwa mwaminifu katika maisha yetu. Kwa hakika wema wako, kwa hakika tutaishi kusimulia matendo mema, tutaishi kusimulia matendo mema Yesu. Asifiwe Yesu, kwa maana wewe ni uweza. Hakuna Mungu kama wewe. Father, in the name of Jesus, tunakuinua kwa maana wewe ni Mungu. Asante kwa kutuwezesha kufika katika nyumba yako Bwana. Tunajua kwa siku ya kwamba kuwa katika nyumba yako ni mara zaidi kuwa huko nje Bwana. Tumekuja katika mwavuli wako Bwana kukuinua, tumekuja asubuhi hii ya leo kukuabudu Bwana. Zidi kuwa katika maisha yetu, zidi kuimarika katika maisha yetu, zidi kuonekana katika maisha yetu. Unapotembea Bwana ukaonekane kama vile Simeoni alivyotembea, wakasema vile unavyotembea inaonekana ulikuwa na Yesu, vile unavyoongea unaonekana ukiwa kama Yesu. Bwana, wacha Yesu ukaonekane katika maisha yetu, chochote ambacho tunafanya ukaonekane. Wewe ndio juu, tunakuinua Yesu, tunakutukuza kwa maana wewe ni mweza. Hakuna Mungu kama wewe. Naweka hii ibada mikononi mwako, ukisema kwamba ukaonekana, ukatukuke kwa maana wewe ni mweza. Ukisema ni asante. Katika jina la Yesu tumeomba na atakuamini. Asante Yesu. Asante Yesu. Pigia tu Yesu mikono, pigia tu Yesu makofi, pigia tu Yesu makofi. Mwambie tu asante, mwambie tu asante, mwambie tu ni wewe tu, ni wewe tu,
ni wewe tu kila hali. Ninapotembea ni wewe tu. Kumbuka vile Wanaisraeli, Musa akawaambia kwamba hii sheria muweke, unapotamka, unapotembea, unapoongea, useme ya kwamba Mungu, useme tu kumcha Mungu ndio mwanzo wa hekima. Asante Yesu. Oh glory, glory. Oh glory to Jesus. Oh glory to Jesus. Kwa hakika wewe ni Mungu. Kwa hakika wewe ni Mungu. Asante, asante Bwana. Asante Mungu usiyebadilika. Asante Bwana. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa ya injili. Imbeni malaika sifa za Yesu Bwana, kwake limetukuka jina lake Yesu. Kwa ajili ya ukuu wake na uaminifu wako ya asubuhi ya leo. Amekuwa mwaminifu. Nashukuru kwa ajili ya umbali huu ambao ametuleta na tumepata kupatikana katika uwepo wake. Haleluya. Kwa hivyo ni siku njema, tunataka tujifundishe kutoka kwa Mungu. Wacha tukaweze kupata nafasi ya kukaa chini. Mungu ni mwaminifu na amekuwa mwema katika maisha yetu. Kwa hivyo I'm just humbled this morning to be in his presence, and I'm also grateful that we are here to hear from him. So today I just want us to talk about our relationship with God. Praise God. Personal relationship with God. And before I start talking about, I just want to sing this short song, because that song, it is a song that we all know, and we sing it every day, every time. It is a song I grew up hearing people singing it in funeral, and I heard a different revelation and understanding to this song until recently I came to understand the power of the song. Na hii wimbo ni ya Kiswahili ambayo inasema Bwana usehemu yangu. Wakati nilikuwa mdogo nikikua katika kanisa lile ambalo tulilelewa ndani la ACK, hii wimbo ilikuwa inaimbwa wakati wa matanga,
wakati wanapeleka mtu kaburini. And I want to believe wale walikuwa wanaimba huu wimbo walikuwa wanaona ni kama ni wimbo unaambatana na safari ya mwisho ya mwanadamu anapoelekezwa kulaswa kaburini. But this song speaks so much to us who are still alive, because Jesus cannot be part of you in death when he was not part of you while you are still alive. Praise God. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, niongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, moja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Praise God. Vile nimewaambia wakati nilikuwa mdogo, hii wimbo ilikuwa kama wimbo ya huzuni. Wimbo ambayo watu walikuwa wanaimba wakati wa matanga wakielekeza watu kaburini. And I want to assume that they thought when you are being laid down, that is when they were calling upon God to be part of your journey, to be part of you. Praise God. Which is not true. This song speaks to me and you who are still living. Christ is to be part of you while you are still living. Praise God. He becomes your friend while you are still living, so that when you cross over in death, he remains your friend and as he was while you are still alive. And that is why today I want to talk about our personal relationship with God. As we are being taught about becoming as who he is, Christ. We cannot become like Christ until we have a relationship with him at a personal level. Praise God. Kwa dunia wanasema ya kwamba birds of the same feathers flock together. And the Bible inatuambia kwamba two people cannot walk together unless they are in agreement. Praise God. So, ni wakati ambapo sisi kama watoto wa Mungu tunafaa kutafuta uhusiano wa kibinafsi kati yako na Mungu wako. Bwana asifiwe. This is the strength and this is the power that drives our salvation. Because if we don't have that personal relationship with God, we lose hope. We lose something to drive us in this journey. We know in our journey of salvation, we go through so many difficulties. Kuna milima, kuna mabonde, kuna maneno, kuna mambo ya kuvunja moyo. Na ndiyo sababu tunapokuwa na uhusiano wa kibinafsi na Mungu, huu uhusiano unatutembeza katika hii safari tukiwa na ujasiri. Bwana asifiwe. We as human being, we have a weakness. And that is why Christ told the disciples that when I go, I will not leave you as orphans, but I will give you a helper. Praise God.
because he knew that we as human beings, we are not able to stand strong without the power of the Holy Spirit in us that enables us to walk with Christ. And therefore this morning, I want to talk about we as Christians having personal relationship with God. Most of us Christians nowadays, we worship God based on our emotions. Sometimes it's about excitement. It lacks foundation or basis. That's why utaona wakati mwingine kanisa limejaa watu, utaona praise and worship tumekuwa wengi hata microphone hazitoshi, alafu all of a sudden tena unaona watu hawako. And then you start wondering what has happened. It is because we have not built a foundation of having a relationship with Christ. And that is why we worship God when it pleases us. Praise God. Yani unamwabudu Mungu wakati unajisikia, wakati unapendezwa kumwabudu. Na wakati mwingine ukisikia mambo ni magumu, ukusikia you are not in the mood, you decide to go back. We appear and we disappear because we lack the power that it drives us to be persistent in our relationship or in our walk with God. Praise God. It is only the personal relationship with Christ that will empower you to be persistent in whatever you are doing. It doesn't matter where you are and what you are going through. When Christ is your friend, he will drive you and you will move without knowing or without fear. Praise God. So as we have earthly family, we also have a kingdom family where Christ is the king. And this personal relationship with God, it is after we have been born in the spirit. Praise God. It is not a carnal relationship of being born by a father and a mother. It is after we have been born again. John 3:5-6. It tells us that flesh gives birth to flesh, and spirit gives birth to spirit. So it is after we have been born in the spirit, and now we are made sons through Christ, where God sees us as sons when Christ is in us. Tuliambiwa hapa na pastor ya kwamba bila Yesu kukua ndani mwetu, Mungu hatujui. He only knows his son in us. Praise God. And that is why if we lack Christ in our life, our relationship is disconnected. Haijalishi unakaa kanisani miaka ngapi, unaona ya kwamba huo uhusiano hauko. Na kanisa la leo, nataka niseme ya kwamba tunang'ang'ana katika maisha yetu ya wokovu kwa sababu hatujajenga huo uhusiano. Yale mafundisho tunafundishwa mahali hapa kumhusu Yesu hayawezi kutufaidi kama hatuna huo uhusiano. Praise God. We must come back to the drawing board to build that relationship, so that it will help us to understand who he is as he becomes our friend. Uwezi jua mtu mwenye unakutana na yeye kwa njia siku moja, alafu unasema huyu mtu namjua. Unaweza tu kuwa unamfahamu, lakini haumjui. Praise God. Kwa hivyo, hatuwezi kusema tunajua Yesu ama tunataka kumjua kama hatujengi uhusiano wa karibu na yeye. Ni wakati unakuwa na uhusiano wa karibu na Yesu, huo ndio wakati ataanza kujifunua kwako na ukaweze sasa kuanza kumjua vizuri. Bwana asifiwe. We are taught that we know Christ
through revelation. Christ does not reveal himself to strangers. Praise God. He revealed himself to people who have made him part of their lives. Wale watu ambao wame create interest of knowing him. Praise God. Therefore, we want to look at the things, the impact of this relationship on our Christian life. Praise God. Huu uhusiano uko na impact gani kwa maisha yako kama Mkristo? Uhusiano wako na Yesu unakusaidia aje kama Mkristo? Maana tusipoelewa hili jambo, tusipojua uzito wa kuwa na uhusiano na huyu Yesu, hatutajua uzito wa wokovu wetu. Hatutajua uzito wa mwito uliomo ndani mwako. Bwana asifiwe. Kanisa linakuwa nyonge na dhaifu kwa sababu ya kutojua uzito wa uhusiano na Yesu. Hatustahili kumwabudu Bwana based on our excitement. We need to go deeper to create this relationship so that we can stand in hard times, so that we can worship him as he is, not as who we are. Praise God. And now the first point is, it gives us the power to crucify our body and allow him to live. Praise God. Crucifying your old nature. That is when you allow Christ to live. He is the one who helps us to crucify our nature. Praise God. Because if you continue living, Christ cannot be manifested in you. And he is the only one that has the power to enable you to crucify your old nature. Praise God. The reason why we are struggling is because we are the one living. We have not reached that level where Paul said, the life I live in this body, it is not me, but Christ in me. Praise Lord. That is Galatians 2:20. Hallelujah. If we don't come to a point where we deny ourselves and allow Christ to live, we will struggle. Because our old nature, our natural nature, our flesh cannot please God. Praise God. And therefore, the first thing for you to start walking with Christ, you must come to a point of crucifixion, crucifying yourself and allowing Christ to live, so that everything you do is about God. Hallelujah. Every decision you make in life is about Christ. But if you are the one living, that's why your feelings are going to direct you. When you are angry, you don't come to church. When you are ukiwa umejikwasa, haukuji kanisani. Ukiwa unapitia hali ngumu, unaachana na Mungu. Kwa sababu nini? You are the one living. Praise God. But when you come to a level where you crucify your old nature, yourself, and now Christ start living in you, your anger will not control your decision in worshiping God.
No situation will control your worship or your fellowship, because that Christ that is formed in you is not based on your feelings. It's not based on the circumstances you are going through. He will lead you into true worship, not based on condition, not based on your feelings, but based on who he is. Praise God. And that is why, for you to make Christ your friend, you have to die. Hallelujah. Na hapa mahali pa kifo ndio kuna shida. Tunataka Yesu akae ndani mwetu, na bado sisi wenyewe tunataka kuishi. Bwana asifiwe. Ukisikia kuna kesi mingi kanisani za watu kujikwasa na kuondoka kanisani, is because people are still living. They have not allowed Christ to live. It's God. That's why when you come to church, you are so keen on what Millie is saying, but you are not keen on what pastor is preaching. Utatoka hapa uende useme unajua Millie alisema hii, lakini mtu akikuuliza kile pastor alihubiri hauna hata habari. Praise God. So we have to come to a level where we die. And if we want to grow in Christ, allow yourself to die. Swallow your pride. Praise God. Don't boast about you. Usijipige kifua ukisema mimi. Bwana asifiwe. Jiondoe na uache Yesu aishi. Ufike katika hii level ya Paulo alisema ya kwamba tunaishi katika hii mwili, lakini sio wewe unaishi, bali ni Yesu aliye ndani mwako. Bwana asifiwe. So today, stop living. Allow Christ to live. Let people see Christ in you. Hallelujah. Don't let people see who you are. Watu wasione education yako. Watu wasione uzuri wako. Watu waone uzuri wa Yesu ndani mwako. Inspire people with the Christ in you. Praise God. Number 2, it gives us power to relate with God as the Father. Bwana asifiwe. Unless you are a son, God will never be a father. Praise God. Hallelujah. Hey. It is Christ who is a true son. And when you see katika maisha ya Yesu akiwa katika dunia, every time he was talking about my father. My father. My father. Praise God. And we cannot relate to God as a father in our lives if we don't have a relationship with his true son, who is Christ. Praise God. Galatians 3:26 and 27. Fritz, kama umeipata nisomee. Galatians 3:26, 27. Galatians 3:26, 27.
For you are all sons of God through faith in Jesus Christ. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Hallelujah. Irudie tena. For you are all sons of God through faith in Jesus Christ. For as many of you were baptized into Christ have put on Christ. Praise God. That we are sons through who? Christ. And we have been clothed with Christ. Praise God. Tumefanya nini? Tumevalishwa Yesu. In Romans inasema ya kwamba the spirit in us cries Abba Father, because we have the spirit of sonship. Praise God. So unless you have that spirit of sonship in you, it is not easy for you to relate with God as a father. It is Christ that gives us and that access to be called sons of God. Praise God. Therefore, we need Christ to be part of our life so that we can worship the Father in truth and in spirit. Hallelujah. You are not a son unless Christ is part of your life. You are not an illegitimate son of God unless Christ is in you. Kuna watu ambao wanajaribu kuseparate Yesu na Mungu. Mtu anataka kukata shortcut aseme mimi huyu ni Mungu wangu. Nataki kujua maneno ya Yesu. Praise God. Hakunanga hiyo shortcut. It is through Christ. God looks down and counts his sons. When he sees where Christ is. Praise God. And that is why we need that relationship with Christ. Personal. Hii siyo ya group. Ati sisi kama powerhouse. Hallelujah. Hii ni yako. Hii siyo ya familia. Ati sisi kama familia ya Ochola. Fritz ajenge uhusiano wake na Mungu na mimi pia nijenge wangu. Hii siyo ya ndoa. Ati Fritz na Tina nyinyi wote mmejigroup pamoja ati sasa sisi ni wa Yesu. Ni wewe ujenge uhusiano wako na Tina ajenge uhusiano wake na Mungu. Bwana asifiwe. And then that bond becomes strong because we are worshiping one God. Hallelujah. That is why I encourage we as parents to encourage our children to create their own relationship with God. Unajua kuna watoto huwa wanasaliwa na wanajipata kanisani. Kama hawa kina Fritz. Walisaliwa wakapata wanakujanga Sunday school. Kajipata wanakuwa huko. Unless they come down na waanze kujiuliza maisha yake yeye na Mungu anatembea namna gani. Hiyo uhusiano ya kanisa kupitia kwa mama yake haiwezi kumsaidia kukua katika wokovu. Atakuwa tu rafiki wa kanisa, lakini majaribu yakitokea anaanguka. Maana hajafanya uamuzi wake wa kibinafsi. Bwana asifiwe. So as parents, let us teach our children. Let them create their own personal relationship with God as they grow up. Mtoto wako asikue kanisani kwa sababu wewe unakuanga kanisani ama kwa sababu wewe umeokoka.
wacha afanye uamuzi wake mwenyewe akifikia miaka ya kufanya uamuzi. Bwana asifiwe. So that they can grow in salvation. Number 3, this relationship makes us a co-worker with our God. Praise God. Tunafanya kazi pamoja na Mungu kupitia kwa huu uhusiano. John 5:13, John 5:17, then unaruka unasoma 20 to 20, 19 to 20. John 5. Soma 17, alafu ruke unisomee 19 to 20. John 5:17. John 5:17. But he said to them, my Father never stops working, and so I work too. 19 to 20. But Jesus answered, I assure you that the Son can do nothing alone. He does only what he sees his Father doing. The Son does the same things that the Father does. The Father loves the Son and shows him everything he does. This man was healed, but the Father will show the Son greater things than this to do. Then you will be all amazed. Praise God. Amen. In 17 amesema ya kwamba his Father has not stopped working. He's always at work. And then he says the Son does nothing on his own. He only does what he sees his Father doing. So if we want to work together with God, then we must be connected, so that whatever he does, he reveals to us, so that we do what is being done in heaven. Praise God. If you live in this earth and you are disconnected, that's why we are seeing people outside there, so many people calling themselves preachers, pastors. Many Christians are being misled because people, they are preaching their own things. Bwana asifiwe. People are disconnected and now they are doing kile ambacho kinafanya nini? Kinawafaidisha hao wenyewe, not the kingdom. Praise God. But blessed are you who are living to do what is being revealed from above. Mimi naweza kusema ya kwamba kanisa la Powerhouse Kariobangi, we are so blessed. I don't know if you know that you are lucky, because the teachings we are being taught here by our bishop is a revelation from above. Praise God. Christ revealing himself to us through his servant, showing us who he is. Itakuwa hasara kwetu kama huu ufunuo wote utakuja kwetu na ukose kutufaidi. Hallelujah. I don't know how you see what we are being taught. Hata kama hautabeba yote, chukua hata kitu moja ambacho kitakusaidia. Because Christ is the center of our salvation. So many people don't know anything about Christ. Watu wengi sasa wanafundishwa kuhusu kubarikiwa, kuinuliwa, lakini hawamjui mwenye hizo baraka. Watu wa Kariobangi tumebarikiwa kwa sababu Mungu anatumia mtumishi wake kujifunua kwetu. And because Christ is being revealed to us,
We need to be different from those who don't know who Christ is. Dunia inasemanga ya kwamba utaambia nini watu. Na mimi niulize kanisa la Kariobangi, tutaambia nini Yesu? Tutamwambia nini? Kama hii mafundisho yote haitatubadilisha. Amechukua muda kujifunua kwetu kupitia kwa mtumishi wake. Ikiwa tutafunga masikio, tusishike hata kitu moja, tutaambia nini Yesu wakati atakapoonekana? Mwimbaji aliimba akisema ya kwamba utamwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Tunainama, tunainuka, Mungu ni mmoja tu. Utamwambia nini ukimwona? Utamwambia nini ukimwona? Tunainama, tunainudu, Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Tunainama, tunashujudu, Mungu ni mmoja tu. Huyu Mungu ambaye anajifunua kwetu wakati huu ni mmoja tu. What are you going to tell him? After all this revelation you miss and you are here, what are you going to tell God? He's the only one God who is giving this revelation, and he's the one who will be at the end. Hakuna njia ingine katikati hapo ya utaenda usimame huku useme wakati walikuwa wanahubiri mimi nilikuwa kwa huyu. He's God and he's one. Praise God. It will be so sad to me to sit here under this revelation and it does not change any bit of my life. It is a sad story. Inashinda hata kukosa pesa. Bwana asifiwe. Na inahusunisha Mungu kukaa chini kwanza kujifunua kwetu na sisi tunapuuza. Naongea hivi kwa sababu kanisa ambalo Mungu anajifunua kwalo ni kanisa ambalo Mungu anapenda. And it will be very sad for us that we are being taught this kind of message. And the more God reveals to us, the more we are getting tired. The more we are getting cold. The more we are running away. Bwana asifiwe. We need to increase. We need to grow. We need to show positive signs. We need to respond to the word. We need to activate our faith. Bwana asifiwe. It is not just a matter of coming to church. Nimewaambia kwamba inahusunisha sometimes kuona kanisa linajaa. Praise and worship tunajaa. And then all of a sudden unaona watu hawako. Unashindwa, what kind of foundation are we operating on? Praise God. Wewe unaabudu Mungu ukiwa kwa msingi gani? Hii ambayo kila upepo inakuja inapita na wewe. We must get tired of this. My dear brothers, sisters, and my daughters and sons. It is a high time we get tired of being ourselves. Tuache hii tabia ya kuapia and disappear. Let us be persistent in what we are doing. God will not lift us to another level if we remain babies forever.
Wewe ukuwe Mkristo wa kila siku, enda utembelee mama fulani, pigia fulani simu, ako wapi? That is not salvation. Na umekaa kwa wokovu zaidi ya miaka 5. Lakini kakitu kadogo kakitokea, ni lazima watume Rachel, watume Miriam, watume sijui nani, wakina Vitalis, wakuje wakubembeleze, tena wakutoe mahali huko ndio ukuje kanisani. That shows you are not relating with the Christ. Praise God. We have to grow. Bwana asifiwe. Tuache wokovu wa kubembelezana. Tuingie katika ile wokovu ambao tuko na malengo na tunajua tunaenda wapi. Hallelujah. Number 4. It attracts God's presence in our life. John 14:25. You know, operating outside the presence of God is very dangerous. When we create that relationship, closeness with Christ, we move in God's presence. Because anything outside the presence of God is dangerous to a child of God. Bwana asifiwe. Sijui kama mnalifahamu hilo. Maisha yote ambayo iko nje ya uwepo wa Bwana, hata kama wewe ni tajiri, hayo maisha ni hatari. Hauna any protection. It can change anytime. But when you are in the presence of God, you have been guaranteed protection, because nothing can destroy you in the presence of God. You will be tempted. Sijasema utajaribiwa, but you will always overcome. Praise God. Nobody get defeated in God's presence. That is the secure place to hide as a child of God. Anytime you see there is something that is separating you from the presence of God, you need to deal with that thing. Praise God. And it is not easy for you to know when you are in the presence or when you are not there. If you have never been there, or you are not with Christ. Because if you have that close relationship with Christ, unajuanga vizuri sana, hapa niko peke yangu. Mambo yakiharibika, unajua hapa nimetoka katika uwepo wa Bwana. John 14:25. Wasomaji wangu, mnalala. 14:25. John 14:25. I am telling you these things now while I am still with you. But when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, he will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Umesoma John? Mili umesoma 25? 25 and Umesoma 26? Okay. Hallelujah. This is a place where Christ says, we shall come and make home together with you. Praise God. Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teachings. My Father will love him, and we will come to him and make a home
with him. Praise God. What does that mean? When Christ comes to make a home with you, that means he makes you his dwelling place. Praise God. And when you become a home of God the Father and the Son, kuna kitu chochote ambacho kinaweza kukushinda katika maisha yako. When these people come and make a home, they dwell. You make yourself a dwelling place of the Most High God. Praise God. So that's why I said, when we have this relationship, we attract the presence of God. And we move in the presence of God. And we are protected in the presence of God. And we grow in the presence of God. Hallelujah. So we need to seek being in the presence of God every day, every hour, every minute. You have to see that you are operating in the presence of God. Even at the place of your work, be there, but be in the presence of God. Hallelujah. Katika nyumba yako, kuweko tengeneza mazingira mazuri ya uwepo wa Bwana kutawala katika nyumba yako. That is what protects you. That is what covers you. Na hiyo ndio inakutofautisha na watu wengine. Bwana asifiwe. That's why utaingia gari, watu wakufe na wewe ubaki. Upate umeingia gari, ajali imetendeka, na usikie kwa hiyo gari watu wote walienda, ni wewe ulifanya nini? Ulibaki. It gives you a special covering. Watu wakikuangalia wanashindwa, kwani huyu naye ako aje? Because you are operating in a place which they don't know. Hallelujah. Number 5, it leads us into spiritual growth of his knowledge, wisdom, and understanding. We don't speak wisdom, we don't grow into the knowledge without Christ in us. That's why he says, we don't lean on our own understanding. Hallelujah. With Christ, we grow into his knowledge, understanding, and we also spiritually, as I said earlier, we grow. It also, your understanding utaisoma katika Colossians 1:9-11. Hiyo utasoma nyumbani. It also is into us the fear of God. Hallelujah. We cannot have the fear of God if we don't have that personal relationship with Christ. Fear of God. Ile inakucontrol. When you are doing something that is wrong, that fear of God controls you. Unajua kuna mtu ambaye akitenda dhambi hajua, yani hakuna break. Praise God. Yani umeokoka lakini unaweza fanya anything, anytime, anywhere. You don't fear. Hauna ile hofu ya Mungu ndani mwako. When you have the fear of God, it doesn't matter who is around, who is not seeing you. Bwana asifiwe. You always desire to do what is right. And even if you do what is wrong, you have that kind of guiltness in you. Wewe mwenyewe unajihukumu, unasema hii, hata ukiongea maneno machafu, wewe mwenyewe hayo maneno utaanza kujihukumu. Utasema hii si kusema sawa. Hata ukianza kuwaza kitu ambacho si kizuri, wewe mwenyewe utagundua ya kwamba haya mawazo yako ndani yangu si mazuri. Bwana asifiwe. Lakini ukijipata wewe ni Mkristo ambaye unawaza anything, ufanye anything, uongee anything without that fear in you, that means you lack that relationship with God.
because that relationship ina guide kile chochote kina drop katika maisha yako, ina detect what is wrong and what is right. Hallelujah. It also shapes our relationship with other people. Hallelujah. How are you relating with other people? Your relationship with Christ will control how you relate with other people. Bwana asifiwe. Hakuna mtu ambaye ako na Yesu ambaye ataishi maisha ya chuki kwa hii dunia. Kuchukia kila mtu, hasamei mwenye amemkosea, unabeba kila mmoja, hauwezi hata mtu kukuja kwako akunywe maji. I don't think anybody with Christ can live such a kind of life. Christ will control how you relate with other people. Praise God. Atakuonyesha mahali unakaa, mahali pa kazi, you will stand out as a different person, because your relationship with Christ will guide how you relate with the other people. Itakusaidia kujua hata wale ambao the most difficult people, you will know how to relate with them, na utakuwa na shida nao. Bwana asifiwe. Mimi wakati nilikuwa nikihama kwangu, nikienda penye nilienda, nimekaa kwa hiyo plot for around over 20 years, maana Waisi amezaliwa hapo na akona 21. So our landlady anakuanga mtu difficult na ako arrogant kulingana na venye umemwendea, but ni mzuri kulingana na venye umemwendea. So tumekaa na yeye hiyo miaka yote, tumekuwa na shida ya maji, watu wanaenda huko wanapiga kelele, wanagombana, wanafanya nini. Wakati nilitaka kuhama, akishapewa notice, tukikaribia kuhama, yeye mwenyewe akanipigia simu akaniambia, Mungai aliniambia mnahama, yeye ndiye agent wetu, but I have been wanting to call you myself to thank you for the years you have stayed with me. You are one woman mwenye sijawahi sikia maneno kutoka kwako, mwenye sijawahi kuwa na shida na wewe. Akaniambia kuna watu wamenitumia message wale wenye mnaishi nao wakinitukana, wengine wakiniita mwizi. Na akaniambia, niliambia Mungai huyo mama akitoka kwa hiyo plot msimsumbue, maana hajakuwa mama ako na shida na mtu yoyote. Na akaniambia maombi yangu yametimia. I have been praying for you, ya kwamba ukitoka kwangu uende kwako, usiende kulipa rent. Nataka ujue kuna mtu alikuwa anakuombea, na nikamwambia thank you very much for praying for me. Praise God. Akaniambia caretaker wangu watu wamekuwa wakimtuzi, but Kioko amesema hajawahi kuwa shida na wewe. Watu wengi wamedifa na huyo mama kwa sababu yeye ungeenda huko kucomplain, anakuambia hama. Anakuambia nyumba ni yake, ufanye nini? Uhame. That's how alikuwa anadifa na watu wengine, wanagombana, wengine wanatoka usiku. But it takes God's wisdom to know how to deal with such a people. Mimi wakati maji yangu ilileta shida, nikaenda nikamwambia maji haifiki kwa sababu alikuwa na pump. Akaambia caretaker ongezea mama Wise masaa ingine extra kwa sababu hiyo maji iko na low pressure. And that is a woman mwenye ukienda kucomplain anakuambia kama umechoka hapo fanya nini? Hama. Praise God. So with the Christ, it will give you the wisdom how to deal even with difficult people, how to relate with the other people. Praise God. It shapes our relationship with the other people. It also gives us the power to do His will. We cannot do God's will without Christ being part of our life. He's the only one that enables us to do
God's will. Praise God. Because he's the one who reveals to us the will of God. Wewe kwa akili zako hauwezi jua makusudi ya Mungu. Ni Yesu ndani mwetu anatuonyesha makusudi ya Mungu. Bwana asifiwe. And it brings us into a true worship. John 4:25-24. Hiyo ndio pointi yetu ya mwisho. You become a true worshipper. Munisomee hiyo tunapomaliza. John 4:25-23-24. Taka tumalizie hapo. John 4:23. But the time is coming, indeed now, when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, and the Father is looking for those who will worship him that way. For God is spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth. Hallelujah. He says his spirit, and those who worship him in spirit and in truth. Praise God. If you want to become a true worshipper, then you must come out of your flesh. Hallelujah. You must come out of your flesh. Your flesh will show you the shortcomings. Your flesh will show you your emotions and your feelings. But when we are in the spirit, we worship God in truth. Praise God. Not depending on what is going on, not depending on the circumstances surrounding us, not depending on our feeling, but depending on the truth of who God is. Praise God. If we want to be persistent in doing what is right, is when we become true worshipers. When we want to do what is right before God. What is right means hata mvua ikinyesha, I am supposed to be in the house of God. Praise God. What is right, it is that when even if I have slept without food in my stomach, I am supposed to be in the house of God. I am supposed to worship God. Even if I am in my house, I am supposed to worship God. Praise God. You worship God everywhere, anytime, in any place. You don't have a specific place of worship. Praise God. Worship becomes your lifestyle. Not Sunday, you become a worshiper. From Monday to Friday to Saturday, you are something else. You are a worshiper every day. And when you come here, you don't find difficulty in worshiping God because it is your lifestyle. Praise God. When we worship God when we want, or we choose places where to worship God, when we come here, we find it difficult. When we start fellowshipping together, unaona kuna ugumu wa kanisa kushika moto wa kumwabudu Mungu. Maana unaanza square one. From Monday, haujawahi fikiria kitu chochote kinahusu Mungu. Haujakuwa na kitu yoyote ya kutafakari kumhusu Mungu. Bwana asifiwe. When we become true worshipers, God will give us new songs to worship him. Praise God. We will worship him in a level whereby hata sisi wenyewe hatutaelewa na akili zetu. Maana sio sisi tutakuwa tunafanya hiyo kazi, but the Spirit of God in us will take us to a higher level of worship. Praise God. May God help us as children of God to create a strong foundation of salvation, where we relate with Christ at a personal level, where you don't make a decision based on your emotions and your feelings in the situation. It is Christ that lives in you that will make a decision on your behalf. Praise God. Where you yourself, you don't have power over what is going on in your life. Hallelujah. We can only grow when we allow Christ to live. It is my prayer this morning that you as a person start dying and allow Christ to live.
reach to a level where Paul said that the life I am living in this spirit, in this body, is not my life, but it is Christ that is living. Hallelujah. I think nimemalizia hapo. Tutasimama tunapokaribisha worship team. Hallelujah. I have to summarize what I've been teaching about personal relationship with God. I said this relationship will give us power to crucify our body, to live, to allow Christ to live, and enable us to die as he takes control of our lives. Said number 2, he gives us the power to relate with God as the Father. And also, he makes you a co-worker with God because he's a son, and he say that he does not do anything on his own. He only do what he sees the Father doing, and that is our call. It also attracts the presence of God in our lives as children of God. That is the better place to live, in the presence of God. It leads us into spiritual growth of his knowledge, wisdom, and understanding. It also instills the fear of God in us. It shapes our relationship with the other people. It gives us the power to do his will. It enables you to speak God's secret, and it brings you into true worship to the Father. Praise God. Barikiwe sana. And now nakaribisha praise and worship. You come and we worship God together. As we stand up to worship God this morning, I want every one of us to look into your life and ask yourself, how is